tolewa msamaha tu, lakini kifungu cha 68 kilifutwa kabisa ili kuondoa msamaha wa ushuru na barabara na ushuru wa barabara na mafuta. Na kifungu cha 3 kiliongezwa, kifungu cha 83 kiliongezwa ili kuweka faini na adhabu kwa watakao kiuka masharti ya misamaha hiyo ya kodi. Kwa hiyo sisi mwanzo kabisa kama chama cha ACT Wazalendo tulisema kwamba swala la kusamehe wawekezaji kwenye mikataba na haya mambo ya misamaha yakaamuliwe na baraza la mawaziri, tulisema hili ni hapana. Kifungu hicho cha 10 kifungu hicho cha 10 cha 22 cha 68 na cha 94 vyote vifutwe, kwa sababu hatuwezi kuruhusu kwenda kutoa misamaha ya kodi ya asili ndani ya mikataba ya uwekezaji tunayoitoa. Sasa serikali walifanya nini? Hayo marekebisho ambayo nimekwisha kuwasomea. Sasa marekebisho haya ni hatua nzuri. Chama cha ACT Wazalendo kinampongeza mbunge wake Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, na kamati ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mbunge wa jimbo la Maswa Magharibi, kwa kuiokoa nchi kuingia kwenye misamaha ya kodi ya maisha kwa wawekezaji wa madini na miradi ya ubia. Mtego huu usingetanzuliwa na chama cha ACT Wazalendo, usingetanzuliwa na mbunge wetu Mheshimiwa Ado Shaibu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, usingetanzuliwa na kamati ya bajeti. Maana yake Watanzania walikuwa wanaenda kutoa misamaha ya kodi ya maisha kwa makampuni ambayo serikali imeingia nayo mikataba. Tumeambiwa makampuni yako kampuni zaidi ya 16 kwenye miradi yetu ya madini. Maana yake kwamba haya makampuni yote haya yalikuwa yanaenda kuingia mikataba ya kudumu, msamaha wa kodi wa kudumu katika eneo la ushuru wa bidhaa, katika eneo la kodi ya mapato, katika eneo la VAT, katika eneo la ushuru wa mafuta na barabara. Maana yake ni kwamba kodi zote zinazotakiwa kulipwa nchini walikuwa wamesamehewa na serikali. Sasa bahati nzuri walau hapa kurekebisha kidogo kwamba basi hii misamaha itatolewa walau tu katika kipindi cha ujenzi. Sasa msimamo wa chama cha ACT Wazalendo ni nini? Pamoja na marekebisho hayo ya mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026, ni msimamo wa chama cha ACT Wazalendo kwamba kifungu cha 10, 22, 83 na 94 cha mswada vifutwe ili kuwezesha taifa kunufaika na rasilimali zake na kuondoa utoaji holela wa misamaha ya kodi unaopoteza mapato mengi ya serikali. Baadhi ya sababu za msingi za kufuta vifungu hivyo ni kama ifuatavyo. 1. Kutoa misamaha kwa asili kwenye mikataba ni kupora mamlaka ya bunge na wananchi, na itawezesha utoaji wa mikopo isiyo na tija na kwa maslahi binafsi. Bunge limetoa misamaha bila kuona mikataba ya uwekezaji iliyoletwa na serikali na bila kujua vigezo na masharti ya mikataba hiyo. Hii inaondoa kabisa dhana ya uwazi na uwajibikaji na kuziweka rehani rasilimali za umma. Mnawezaje nyinyi kama bunge, kwa sababu sheria yetu ya rasilimali inasema mikataba hii yote ya rasilimali lazima iletwe bungeni na muione. Nyinyi leo mnaenda kutoa misamaha, hata vigezo na masharti ya mikataba hiyo inayoenda kuingiwa hamjui, alafu mnaenda kutoa misamaha ya kodi. Jambo hilo chama chetu tunaona kabisa kwamba halikubaliki. Baadhi ya mikataba ya uwekezaji ilishatolewa misamaha ya baadhi ya mikataba ya miradi ya wawekezaji inayoombewa misamaha ya kodi ilishasainiwa muda mrefu bila kuwepo vipengele vya msamaha ya kodi. Leo vipengele vya msamaha vinatokea wapi? Watu mlishasaini mikataba mkamaliza na wakaondoka. Wanachotakiwa ni kuanza kutekeleza mradi. Leo tena wanasema kwamba wanaingia bungeni kwamba wasamehewe kodi. Alafu na serikali ikakubali na wabunge wakakubali. Namba 2, misamaha inayotolewa kupitia mikataba ni vigumu kudhibiti udanganyifu na hivyo kuathiri mfumo mzima wa ulipaji wa kodi nchini na kupoteza mapato mengi ya serikali. Bunge halikuwa na kielelezo cha uwezo wa serikali kudhibiti udanganyifu wa rushwa katika usimamizi na utoaji wa misamaha ya kodi. Mkisharuhusu wakaweke misamaha kwenye mikataba, nyinyi wabunge mtaisimamiaje? Mtasimamiaje hizo kodi? Mtasimamiaje hiyo misamaha? Mnamo tarehe 5 Julai 2024, wakati akimwapisha kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda, rais alikiri kuwa kuna udanganyifu mkubwa katika utoaji wa misamaha ya kodi kwa wawekezaji, ikiwemo kuzidisha mahitaji na kuingiza orodha ndefu
ya vifaa ambavyo havitakiwi kusamehewa kodi na hivyo kupoteza mapato mengi ya serikali. Hayo ni kauli ya rais. Alishakiri kwamba hawana uwezo wa kusimamia tena udanganyifu unaofanyika katika misamaha ya kodi kutokana na wafanyabiashara wengi kuleta idadi kubwa zaidi, kuzidisha idadi aliyoomba, kuombea misamaha hata kwa vitu ambavyo havihitajiki katika ujenzi wa mradi wake. Rais huyo alishakiri. Leo bunge mnaendaje kwenda kukubali kuiruhusu serikali ikatoe misamaha kwenye eneo ambalo ilishashindwa kulisimamia? Lakini misamaha ya kodi inayotolewa ni kipindi ambacho serikali limeshashindwa kudhibiti misamaha holela, kusimamia ukomo wa gharama za uwekezaji katika maeneo ya madini, gesi na mafuta, uhamishaji wa faida, lakini na kusimamia urejeshaji wa mazingira. Maeneo haya yote kwenye madini yetu. Sasa hivi madini yetu hatupati faida inayostahili kwa sababu ya serikali kushindwa kuzisimamia gharama za uwekezaji. Wenye makampuni wanawasilisha gharama wanazoona wao. Wakishawasilisha, serikali inakubaliana nazo. Mwisho wa siku tunakusanya fedha kidogo kwenye eneo la madini kwa sababu ya usimamizi wetu ni dhaifu. Leo tunaendaje kwenda kutoa tena misamaha ya kodi kwenye eneo hilo ambalo sisi tuna uzito kiasi hicho katika kulisimamia? Misamaha inatolewa ni kodi halali ya nchi. Watu wengine unaposema kwamba kodi imesamehewa, wanadhani kwamba labda ni fedha ndogo tu zilizosamehewa. Ni matrilioni ya fedha. Kodi iliyosamehewa ni fedha nyingi. Bunge limeelezea vifungu hivyo bila kufanya tathmini ni kiasi cha fedha kiasi gani kinachosamehewa katika kipindi cha ujenzi wa miradi. Haya, nyinyi mnasema tu kwamba haya bana, sisi tumsamehe kipindi cha ujenzi wa miradi. Hiyo miradi yote 16 mmefanya tathmini mkaona ni fedha kiasi gani taifa litapoteza kwa kutoa hiyo misamaha? Bunge linawezaje kuingia kwenye mtego mbaya huo wa kuruhusu mikataba 16 ya matrilioni ya fedha ambazo ni rasilimali za Watanzania kwenda kuruhusu misamaha ya kodi katika ujenzi bila kujua ni matrilioni ya fedha kiasi gani ambazo mnazitoa za Watanzania? Hauwezi ukawa taifa linaenda kusamehe misamaha ya kodi mingi kiasi hicho, ya mabilioni ya fedha kiasi hicho. Misamaha ya kodi inatolewa taifa likiwa tayari lina deni la taifa lililofikia trilioni 114. Trilioni 114. Deni letu la taifa limefikia trilioni 114. Halafu kodi zako unaenda kusamehe kodi, usikusanye kodi. Halafu huku unadaiwa trilioni 114. Mtalipa na nini? Taifa litalipa nini? Litatoa wapi mapato ya kulipa kodi hizi, ya kulipa madeni haya, ya kulipa deni hili la taifa, kama tuna huu mtindo wa kuendelea kusamehe kodi kama ambavyo mchezo unaofanyika hivi sasa hivi? Sasa hivi kwa mwaka imefikia almost trilioni 15. Ni trilioni 14.7 ambao ni kama trilioni 15. Tunalipa deni la taifa. Riba tunayodaiwa karibia sawa na mtaji. Yaani ukubwa wa riba ni sawasawa na mtaji. Unawezaje kuruhusu taifa likawa na mchezo wa namna hiyo? Unatoa misamaha ya kodi ya holela namna hiyo, huku na mzigo mkubwa hivi kwenye taifa. Mnataka taifa hili lipigwe mnada au mlishalipiga mnada tayari? Ujenzi wa miundombinu ya barabara zimetoboka kila sehemu. SGR imetelekezwa. SGR ya kutoka Tabora kwenda, ya kutoka Makutupora Dodoma kwenda Tabora kwenda Isaka kwenda Mwanza na kutoka Tabora kwenda Kigoma ni kama imetelekezwa. Hakuna fedha. Wanahangaika kutafuta mikopo huku na kule. Sasa taifa linalohangaika kutafuta mikopo kila sehemu, leo tena linaenda kutoa misamaha ya ovyo kiasi hichi. Sasa watumishi wetu wanalipo mishahara midogo mno. Wafanyakazi wenye mishahara ambayo inaisha siku 10 tu, hana mshahara. Nauli ya kwenda kazini ni kubwa kuliko mshahara wake. Leo fedha ambazo zinaweza zikakusanywa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtumishi zinalipwa, zinasamehewa kwenye hilo kampuni. Na mnambo walisamea hilo kampuni, Watanzania wao wanapata nini? Kwa sababu hii ni kodi zao, ni haki yao ya kupata hayo mapato. Unapoyasamehe wao wanapata nini? Lakini tuna huo mpango mwingine, huo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mtaijenga na nini kama mapato huna? Na unamaliza kutoa misamaha. Alafu waziri wa fedha mguu na njia kwenda kutafuta misaada na mikopo.
Ni taifa gani linaloweza kuwa linafanya mzaha namna hiyo? Yaani mnamaliza kila anayewekeza ndani ya nchi yenu, anayefanya biashara ndani ya nchi yenu, kodi ni haki ya nchi kupata, sio hisani. Mnamaliza kutoa misamaha ya kodi, alafu mkimaliza mguu na njia mnaomba mikopo na misaada kwa nchi za wenzenu wanaolipa kodi. Namba 5, misamaha unakwenda kufifisha hisa isiyobadilika ya zile free carried interest ya 16% na mrahaba wa 6%, kwa kuwa misamaha inayotolewa haielezi nchi itapata hisa gani kwa thamani inayolingana na misamaha inayotolewa. Kushindwa kuthaminisha hisa katika misamaha ya kodi inayotolewa ni kwa mwekezaji ni kinyume cha sheria ya madini ya mwaka ya sura ya 123. Sisi tulitengeneza sheria yetu ya madini tukarekebisha kwamba tunatakiwa tupate, yani mwekezaji yote atakayekuja kuwekeza, sisi tunapata 16% bila kuwekeza chochote. Leo tunaenda kusamehe kodi ambayo ni fedha ya Watanzania. Kama ndivyo hivyo, ilitakiwa huu msamaha tunaoutoa ukawe sehemu ya hisa, lakini sasa hivi tunasema eti tumesamehe tu kodi ili waweze kujenga mradi. Miradi mingine itajengwa miaka 10 hapa bila kukamilika, na watakuwa nasingizia huku na vile na mambo mengine. Misamaha inatolewa kwa upendeleo, lakini mswada unatoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye ujenzi, wakati kodi ya mapato inatozwa kwenye uzalishaji. Sasa unatoa kodi ya mapato kwenye ujenzi ili ufanye nini? Mswada unatoa msamaha wa VAT ambao ni kodi kwa kweli ya mlaji. Sasa kama ni kodi ya mlaji, kampuni wawekezaji wanasamehewa ili iweje? Misamaha ya kodi inatolewa kipindi ambacho serikali imeingia mikataba 43 na mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia kwa usiri na bila ushindani, ambapo vigezo na masharti yanafahamika kati ya serikali na wawekezaji tu, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na katiba ya nchi. Bunge lilipaswa kutumia fursa hiyo kushinikiza serikali kuwaomba waweke mikataba hadharani, ndio waende hiyo hatua waliokuwa wakiendea. Lakini mikataba inaingiwa kwa siri, wewe bunge huijui, hujawahi kuiona, vigezo na masharti huvijui. Leo unaenda kuingiziwa mtego wa kuingia kutoa msamaha wa kodi ndani ya eneo hilo, na wewe unakubali. Ni mzaha mkubwa sana kwa taifa letu. Kamati maalum ya bunge ya Chenge ya mwaka 2013 ilishauri serikali kuachana na misamaha ya kodi, yani tax exemption zote zilishauriwa na hiyo tume kuachana nazo, kwa kuwa sio sababu za msingi inayovutia wawekezaji, mbali wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo. Wawekezaji hawavutiwi na misamaha ya kodi. Wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo, wanavutiwa na gesi tulio nayo, wanavutiwa na madini tulio nayo, wanavutiwa na maeneo ya mafuta tulio nayo, na fursa zingine za mbuga za wanyama na misitu na mifugo tulio nao. Ndio vitu vinavyowavutia wawekezaji, lakini sio misamaha ya kodi. Lakini wawekezaji watavutiwa na umeme. Tumekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, tumeshindwa kushusha bei za umeme, alafu tunategemea kwamba utamvutia mwekezaji. Ilitakiwa sasa hivi gharama za umeme si tuzishushe ziwe hata nusu ya hizi zinazotolewa sasa hivi. Maana yake tungezibiti nchi zote za Afrika Mashariki kwa kuwa na umeme wa chini. Obviously tungewavutia watu kuja kuwekeza hapa kwetu. Sasa barabara nzuri, kujenga SGR zikakamilika, barabara nzuri za usafiri wa angani, usafiri wa majini, usafiri wa kila sehemu. Haya ndiyo mambo ambayo yanaweza yakawavutia wawekezaji na kuja kuwekeza hapa nchini kwetu, lakini sio misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi ni sehemu tu ya kuwaibia Watanzania na kuwanyima haki yao ya kupata mapato kwa ajili ya kulijenga taifa lao. Sasa taifa ambalo vijana hawana ajira, taifa ambalo vijana wamegeuka kwa manamba, taifa ambalo wananchi wote ni maskini, taifa ambalo liko kwenye ziki za kila aina, taifa ambalo haliwezi kutibu hata wananchi wake, haliwezi kutibu hata wagonjwa. Leo mnaenda kujifanya matajiri, mnasamehe kila aina ya kodi ndani ya nchi yenu. Ni mambo ya ovyo ambayo hatuwezi kuendelea kuyakubali. Sasa wakati huo tunasema, wakati huo kamati hiyo ilivyoshauri
tulishauri, na bahati nzuri na mimi nilikuwa mjumbe wa hiyo kamati ya Chenge iliyoshauri serikali namna ya kupunguza matumizi, iliyoshauri serikali namna ya kuongeza mapato. Mwaka 2013 tulitoa ushauri huu ndani ya bunge na kwa wananchi. Wakati huo tunatoa ushauri, misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Wakati huo misamaha ya kodi ilikuwa 3.8% ya pato la taifa, yani ya GDP, ambapo ilikuwa imezidi kiwango kinachoruhusiwa cha 1%, kisichozidi 1% ya pato la taifa. Ndio inaruhusiwa hivyo kiuchumi, kwamba usizidishe misamaha ya kodi zaidi ya 1%. Lakini sisi wakati huo tunatoa hilo pendekeza kwa serikali, serikali ilikuwa imefikia misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Mwaka 2010 na 2016 2017 serikali ikachukua hatua kali za kupunguza misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi yote ikapungua, ikawa chini ya 1%, toka 3.8% mpaka chini ya 1%, na hivyo kuendana na hilo takwa la 1% linalotakiwa kiuchumi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mwaka 2023 2024, misamaha ya kodi imeendelea kuongezeka tena, na sasa hivi imefikia 1.5%. Tumeshazidi 1%, tuko 1.5%, na kwa pato 1.5% ya pato la taifa, lakini 10.3% ya mapato ya kodi ya TRA ambao ni sawa na trilioni 3.12. Kwa hiyo katika mapato tunayoyakusanya haya tumesamehe zaidi ya trilioni 3.12, ambalo hili ni sawa na 10.2% ya mapato tumesamehe. Sasa leo hii tunaenda kusamehe wawekezaji wote hawa. Tunategemea nini? Tutarudi huko kwenye 3.8%. Na tukirudi huko kwenye 3.8%, maana yake kwamba kwa mwaka tutakuwa tunasamehe zaidi ya trilioni 9 kodi. Trilioni 9, ambako kwa miaka mitano tutasamehe, kwa sababu miradi hii mingi yake itajengwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo kwa miaka mitano tutasamehe zaidi ya trilioni 45. Sasa kama kweli bunge, wananchi, taifa hili masikini kiasi hiki, unaweza kuruhusu leo trilioni 45 zisamehewe, na itakuwa zaidi, kwa sababu wawekezaji wengine ni matrilioni ya fedha. Ukizungumza mradi wa LNG ni wa matrilioni ya fedha. Huo tu wenyewe ukiondoa msamaha wake wa kodi na miradi mingine ya makaa ya mawe, mradi wa chuma Liganga na Mchuchuma, ni miradi ya matrilioni ya fedha. Leo ukienda kuweka exemption mle ni mabilioni ya fedha, ni matrilioni ya fedha. Sasa chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yake kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, na mtaji wa kisiasa wa watawala kufuatia mauaji na machafuko ya Oktoba 2025. Na kimeamua, chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yetu kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, au mtaji wa kisiasa wa mtawala kufuatia mauaji ya machafuko ya Oktoba 2025. Sababu lazima tuwe makini katika kipindi hiki tunachoenda kuingia mikataba hii. Tuko kwenye kipindi gani? Watu walishasema, wameandika barua